Islam, tumesema mwezi huu katika mihadhara iliyotangulia ni mmoja kati ya miezi bora kabisa. Mwezi huu thamani yake ni kubwa zaidi kuliko ile miezi minne mitukufu. Japokuwa mwezi huu si katika ile miezi minne mitukufu. Katika miezi minne mitukufu Mwenyezi Mungu ameitaja katika suratu Bani Israil, inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahran, hakika idadi ya hesabu ya miezi mbele ya Mola wako ni miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardha, idadi ya hesabu ya miezi 12 katika mwaka ilianza tangu Mungu alipoziumba mbingu na ardhi. Haya ni mafundisho ya Qur'ani. Lakini hata unaposoma katika kitabu cha Biblia ambacho wenzetu wa Kristo wanaamini ni maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema, akavitenga nuru na giza. Akaiita nuru mchana, akaliita giza usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa hiyo vitabu vya kale kupitia Torati, kitabu cha Mwanzo miongoni mwa vitabu vitano vinavyotajwa kuwa ni vitabu vya Nabii Musa, kinaonesha kwamba Mungu alipoumba mbingu na nchi ndipo siku ilipoanza, ndipo kalenda na tarehe ilipoanza, kwa sababu siku ya kwanza ilianza baada ya kuumbwa mbingu na nchi. Sa Qur'ani nayo inatufundisha, inasawazisha mafundisho ya vitabu vya kale kwamba yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu Mungu alipoumba mbingu na ardhi ndiyo kalenda ilianza yenye idadi ya miezi 12. Allah akasema minha arba'atun hurumun, katika hii miezi 12 ipo miezi minne mitukufu, ambayo katika mada nyingi tumeitaja miezi hii. Hatuna sababu ya kuendelea kuitaja ili kuweza kuupunguza muda wa haya tunayotaka kuyaelekeza na kuyakumbusha. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu wa Ramadhani ndiyo mwezi Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu vyake vyote vitano. Wale waliokuwa kwenye darsa ya jana tuliifundisha hii, tulielekeza hii, tuliikumbusha hii, na kwa wale waliosahau basi wacha na leo tuwakumbushe. Ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu vikubwa vitano. Japokuwa fikra za Waislamu wengi wanaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu vilikuwa 4, ambavyo ni Torati ya Nabii Musa, Zabur ya Nabii Daudi, Injil ya Nabii Isa na Qur'ani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini fikra hizi zinakwenda kinyume na mafundisho ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema katika kipande cha aya, inna hadha la fi sufil ula sufi Ibrahima wa Musa, hakika haya mnayoyaona, mnayoyasoma, mnayoelekezwa ndani ya Qur'ani, maneno kama haya yapo katika suhufil ula, katika vile vitabu vya zamani ambavyo suhufi Ibrahima, vitabu hivyo ni vitabu ama suhufi ya Ibrahim na Musa.
na vitabu vya Musa. Nabii Allah Musa alayhi salamu alipewa Torati, lakini Nabii Allah Ibrahim pia alipewa kitabu cha muongozo ambayo Qur'ani imeitaja kama suhfi Ibrahim, vitabu ama kitabu alichopewa Nabii Allah Ibrahim. Sasa vitabu vyote hivi vitano vimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Torati, Zaburi, Injil, Qur'ani na suhfi Ibrahim vyote vimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na hii tunapenda Waislamu duniani wajue, na hii tunapenda wasio Waislamu nao duniani wajue. Tunaitaka hii wajue kwa sababu kuna watu wanadhani Uislamu ni dini iliyoanza wakati wa Mtume Muhammad, kwamba Uislamu ni dini iliyoanza wakati wa Mtume Muhammad. Maneno haya sio kweli. Kama kuna neno sio kweli ni hili la kusema Uislamu umeanza wakati wa Mtume Muhammad. Tena wengine wanaleta hoja dhaifu, inasema Muhammad alisema yeye ndo wa kwanza kusilimu. Kwa sababu alikuwa wa kwanza kusilimu, basi Uislamu umeanza zama za Muhammad. Maneno haya sio sahihi. Maneno haya sio sahihi hata kidogo. Mada zijazo tutaelimishana, tutaelekezana ili watu waweze kufahamu Uislamu chanzo na asili yake. Ndugu zangu Waislamu, tumesema katika mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremshwa vitabu vitano vya Allah. Kitabu cha Nabii Allah Ibrahim kimeteremshwa siku ya mwezi mosi Ramadhani. Mwezi mosi Ramadhani, siku ya tarehe 1 mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Tarehe 1 mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu, kitabu cha Nabii Allah Ibrahim ndio iliteremshwa, ile suhfi Ibrahim. Na mwezi 6, siku ya mwezi 6 Ramadhani iliteremshwa Torati. Kitabu cha Torati kiliteremshwa mwezi 6 Ramadhani. Siku ya mwezi 12 Ramadhani iliteremshwa Zabur. Siku ya mwezi 12 Ramadhani kiliteremshwa kitabu cha nini? Cha Zabur. Na siku ya mwezi 13 Ramadhani iliteremshwa Injili. Siku ya mwezi 13 Ramadhani iliteremshwa Injili. Na usiku wa Lailatul Qadri ambao wanachuoni wengi wanasema mwezi 27 Ramadhani, japokuwa Mtume sallallahu anasema tarehe kamili haikumbuki, alioneshwa ule usiku wa Lailatul Qadri ambao ndio umeteremshwa Qur'ani, lakini ilipofika alfajiri Mtume akasahaulishwa na Mola wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usiku huu umo ndani ya 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani, yani lile 10 la itiku minan nar, lile 10 ambalo waja wanaachiwa huru na moto. Katika 10 lile Mtume sallallahu akasema katika siku zisizogawika kwa mbili, yani mwezi 21, 23, 25, 27 ama 29. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwamba katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani ndipo unapopatikana usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao ndio imeteremshwa Qur'ani kutoka Lauhil Mahfudh kuja katika samai dunia, kabla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamtuma Jibril alayhi salatu wasalam achukue aya kutoka samai dunia kuzileta duniani zinazokwenda na matukio yaliokuwa yakitokea zama za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa kitabu cha Qur'ani kimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi wa Qur'ani.
Mwezi huu ndio mwezi wa kuongeza idadi ya usomaji wa Qur'ani. Mwezi huu ndio mwezi unaotakiwa tuongeze idadi ya kusoma tafsiri ya Qur'ani. Mwezi huu ndio mwezi ambao tunatakiwa tuisome sheria ya Qur'ani. Mwezi huu tunatakiwa tusome kila somo lililomo ndani ya kitabu cha Qur'ani. Japokuwa dunia na jamii imewacha kutumia matumizi ya Qur'ani, mwezi wa Ramadhani Waislamu wanalala misikitini. Badala ya kutumia mwezi huu kujisomea Qur'ani, Waislamu wengi wanatumia fursa hii kulala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuieleza Qur'ani kwa ufupi,